Nichukue fursa hii kutoa pongezi kwenu kwa kuidumisha kamati hii tokea mwaka iliyozinduliwa mwaka 2005 hadi leo. Kama tulivyoambiwa hapa, imefanya kazi kubwa ya kuhamasisha amani, imefanya kazi kubwa ya utatuzi wa migogoro, na kwa kweli ni jambo la msingi sana kuendelea kuwa na kamati kama hii ambayo mustakabali wa nchi yoyote ile ni uwepo wa amani. Kwa hivyo tukiwa tuna kamati zinazofanyia kazi amani kabla haijavunjika ni jambo la msingi sana. Nawashukuru sana kwa kuja na mwongozo wa viongozi wa dini kuhusu uchaguzi. Kwa hiyo ni vizuri sana kuwa na mwongozo kama huu. Nashukuru kwa kunipatia nakala hii, nitaisoma vizuri, na ni mategemeo yangu kwamba viongozi sote tutausoma mwongozo na tutauzingatia. Manabii yaliotangulia, Nabii Isa, Nabii Zakaria, Nabii Yahya, kwamba walikuwa naomba amani, wanataka amani siku ya kuzaliwa, amani siku ya kufa, na amani siku ya kufuliwa. Na mimi naongeza kwamba kamati hii vipindi vitatu, na si kama alivyotaka nabii, na sisi vipindi vitatu hivi vile vile. Amani siku ya kupiga kura, amani siku ya kuhesabu kura ya pili, na amani siku ya kutoa matokeo ya kura. Mara nyingi shughuli zetu zinakuwa ni mazungumzo, kwa hivyo si aghalabu sana kuisikia kamati inafanya kazi katika vyombo vya habari. Kama ndani ya watu hakuna amani, basi hakuna maendeleo. Tungetamani kwamba watu wawe na amani kutoka ndani ili waielezee nje, alafu na basi tuwe na maendeleo, kwa sababu kutakuwa na ushiriki mkubwa katika kazi za kimaendeleo. Na ndio maana sasa hivi tuko hapa tunakaa, tunazungumza na tunacheka, kwa sababu amani imetawala. Amani imetawala, na hata sisi anapokutana na sisi anatusisitiza amani tawale. Tukikaa kwenye majukwaa tujue lugha za kuzungumza, tusijibizane, tusitukanane, twende kujibu hoja kwa hoja. Sasa amani yeye ndo anaishikilia, lakini na sisi anatusisitiza tuishikilie. Yaani hiyo ndo kipaumbele chake kwa sasa. Amani ni yetu sote. Hii ni nchi yetu sote. Tunatakiwa tuwe tunavumiliana, tustamiliane. Katika siasa inatokezea, lakini tuwe na subra kama viongozi wetu wanapotutaka. Maana kama mnavyoona mwenyekiti wa wilaya mjini hapa ana ujana kidogo, lakini hata ujana wangu haunifanyi mimi ni mtopokia adabu mtu mwingine. Tunatakiwa tuwe na umoja, tushikamane, tuendeshe nchi yetu kwa amani na utulivu. Na tunapokwenda kwenye uchaguzi, sisi chama chetu kinatusisitiza kwa hali ya juu kuwa wastahimilivu, tuwe tuna hekima na tutumie busara katika uendeshaji wa uchaguzi huko tunapokwenda mbele.